katiba yetu ya charity ambayo ni philanthropic arm ya TZUK, na kuna amendments kwenye katiba yetu ya ambayo ni main constitution. Kabla ya hapo kuna jambo moja ambalo tulikuwa tujalifanya wala kuliongelea. Nafikiri jambo la msingi sana kuhusu website yetu. Tuna website yetu ambayo ni tzuk.org.uk. Wale ambao wameshaanza kuivisit wameona jinsi ilivyo. Ipo katika kiwango kizuri naweza kusema. Na uzuri mmoja, tuna mtaalamu ambaye amebobea kwenye haya masuala, vitu ambavyo wamevisomea na anaelewa nini hasa tunaweza kuhitaji kutokana na yale matoka yetu ya tunayohitaji hapo kwenye website, ili mtu anaweza kuregister pale moja kwa moja, hata kufanya payment automatically online na access some of the information kwa kama na base ambayo inakuwa na ofisi mole ndani, so that all the information will be already available kwenye ile portal yetu. Tunaye dada Judith Msongole, nafikiri nimeipatia, anatoka Milton Keynes. Atatupa brief ya kwamba so far tulikuwa kwa host ambaye tulikuwa na capacity kidogo ambayo ilikuwa ndogo. Sasa tunakwenda kwa host ambaye anaweza kufacilitate yale masuala ambayo tunayahitaji. Ataelezea briefly na namna ambavyo watu, kila mwanajumuiya anavyotakiwa kuweza kuregister kwenye ile website na utaratibu utakaotumika. Karibu dada Judith. Tumpigie makofi kidogo na habari zenu jamani, mimi wana hivi. Kwanza sikutegemea mwenyekiti atanisimamisha muda huu kutokana na ratiba iliyokuwa mwanzoni. Kwa kifupi, mimi sio mtaalamu sana, ila ni mtaalamu kidogo. Nimesomea mambo ya computer engineering na uzoefu wa miaka kama 9 kwenye data management na analysis, na nafanya kazi na NHS. Nikapewa jukumu la revisit ile website yetu na kuangalia namna gani tunaweza kusaidia, yani vitu vingi tuvifanye kwenye website. Na katika vitu ambavyo tulikuwa tunaviangalia, ni swala kwanza ilikuwa ni swala la security. Kama mnavyofahamu, mambo ya data confidentiality, especially members, tungependa ni information zenu ziwe protected, sio kwamba nikiingia kwenye website mtu yote anaweza ku access. Kwa hiyo tulichokifanya ni kuangalia namna gani ile website iwe more secured. Katika security tukaangalia kwamba sio tu kusecure zile information zenu, pia ni nani ambaye ata host, yani host ni wapi ambapo tutaweka website yetu ili iwe more secured. Kuna swala la security ya data na security na nani anachukua zile information zetu, yani website yetu inapokaa iwe secured. Kwa hiyo tukaangalia kwamba kuna kampuni baadhi, tulifanya research, tukaona kuna kampuni tofauti tofauti na kila kampuni ina masharti tofauti na cost tofauti. Kuna kampuni moja ambayo it's our favorite, ambayo tunaona iko UK, lakini bado tunafanya research zaidi kuona kama tutaihamisha website yetu, kwa sasa iko Tanzania, kuihamishia UK ili iwe more secured. Na kwa sababu ikiwa UK, sheria zile za data protection kila kitu tunakuwa tuko covered. Swali lingine katika ile website, kwa tunafikiria jinsi ya kuifanya website yetu iwe mobile friendly, in meaning kwamba sasa hivi naona mnaweza kukaa mnapata shida kidogo ku access ile website yenu kwenye mobile devices kwa kuangalia labda screen size na vitu kama hivyo. Kwa tunataka tufanye kwamba ile website iwe rahisi hata mtu anaweza kuaccess kwenye website kwenye mobile devices, na iwe rahisi kufanya hizo registration, payment, kila kitu kwenye mobile device. So lazima uende kwenye desktop computer uka access website yetu. Kingine tuko tunaangalia online voting system. Ina meaning kwamba kama leo kuna zoezi la kuvote kama katiba ipitishwe. Sasa kuna wengine wanaweza kutokana na majukumu mbalimbali, wanaweza kuingia kwenye mobile device yake akavote kwamba jamani nakubali website nani katiba ipitishwe.
au anything ambacho tunasema jamani leo member mnatakiwa mvote. Kwa hiyo at least tuwe na hiyo functionality kwenye website yetu ili iweza kufanya vitu kama hivyo. Kitu kingine tukafikiria kwamba kuwe na self service tool, inaamini kwamba kama hizi report taarifa za jumuiya zinapokuja kwa sasa tunazituma kwenye WhatsApp group. Iwe rahisi kwamba mtu anaweza kuzi-access kwenye website, kwamba kila kitu kiwe kule. Kama mtu unapokuwa kwenye online banking, unavyoona kwamba kuna ni statements zako unaweza kuzi-access kwenye account yako. Ni hivyo kwamba kila kitu kifanyike kwenye website. Na pia ipunguze admin work kwa viongozi, kwa maana kwamba wao watu wanajitolea. Kwa hiyo kama tukiweza wenyewe kujihudumia wenyewe kwenye website, itakuwa vizuri zaidi kuliko kuwasumbua viongozi. Katika swala la service kuna functionality nyingi tunaziangalia, password reset, comment. Kama mfano kama leo kulikuwa kuna zoezi linafanyika asubuhi la kuangalia details zako, lakini kama tukiweka hiyo functionality kwenye website, hamna haja ya kuja mtu mapema hapa, anaenda tu kwenye website, anaangalia details zake kama ziko sawa, anafanya zile amendments. Swala lingine ambalo tunaliangalia ni tuwe na SMS au email notification. Ina meaning mfano kama kuna tangazo lolote, sio watu wote kwenye WhatsApp group. Kuna wengine hawapendi kuwa kwenye WhatsApp group, lakini mtu akisha provide ile namba yake ya simu, iwe rahisi kwamba anapata tu notification, jamani kuna kitu fulani tumepost kwenye website, tembelea kwenye website au tembelea kwenye account yako upate hizo information. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia kila kitu kifanyike kwenye website kiwe automated ili iwe rahisi kuendana na matakwa sisi tunapopendelea. Kwa kumalizia, IT team yetu bado hatuna wataalamu. Tunaomba mtu yote ambaye ana feel kwamba anataka kuwa part of IT team. IT team sio lazima uwe more technical. Unaweza kuwa na zile ideas za technicalities au ideas zozote, lakini sio tu technical. Lakini tungependa sana tupate mtu ambaye, kwa sasa hivi tuna changamoto ya mtu ambaye atasaidia kwenye masuala ya website amendment, design, ishu kama hizo. Kwa hiyo tupata member ambaye ana uzoefu huo, kwanza tunapunguza gharama kutafuta mtu mwingine tumlipe au labda aje na gharama kubwa, lakini unaweza kusema labda kama wewe member una kampuni unafanya hivyo vitu, tunaweza tukupa hiyo kazi. Kwa hiyo tuna hiyo changamoto. Nadhani nimekava vitu vya muhimu. Jamani, makofi. Asante sana dada Judith. Asante dada Judith. Nafikiri tumekava hilo. Sasa napenda nimkaribishe Dr. Masere na imani ya utakuwa umeshajiandaa pale. Ili aweze kutusaidia kutupa presentation ya Umoja TZUK Diaspora ambayo ni charity tumeanzisha ambayo kwa part of TZUK. Karibu Dr. Masere. Naona makofi ya fujo hayo. Habari zenu wananchi? Haya, nashukuru. Siji kama kuna watu walishakuwa jeshini hapa au na habari za jeshi. Unajua kule jeshini kukitokea vita kama ile vita 1978 tulitanguliza wale wanamgambo kwanza. Sasa na mimi kamati hapa hii ya kutengeneza katiba naona imenitanguliza mimi kama mwanamgambo. Kwa hiyo msinigonge nyundo. Sawa. Nadhani hapo nyuma tuangalie kwenye group kulikuwa na mapendekezo mengi ya kutengeneza katiba. Ilipotokea matengenezo ya katiba na wengine tukapendekezwa kuwa wanakamati wa kutengeneza hiyo katiba. Sasa tulipopendekezwa, kitu cha kwanza kilichojitokeza ni kwamba katika application ya organization yetu kwa charity commissions ilikuwa turned down. Na ilikuwa turned down kwa ajili yale objectives ambazo tulikuwa nazo sisi has fulfilled the charity qualifications according to charity commissions. So kamati ambayo ilikuwa tumewekwa pale kuangalia marekebisho ya katiba, ikabidi tupate kazi nyingine upya ya kuanza kutengeneza katiba ya charity. Na ndio maana utajikuta kwamba katika hilo jedwali lako lopata leo kuna katiba ya kwanza ni ya Umoja Tanzania United
Kingdom Diaspora au Umoja TZ UK Diaspora Constitution. Hii sasa ni ile amu ya charity kutokana na katiba yetu ya awali ya last year ambao mlikuwa mnataka tuwe na charity. Kwa hiyo imebidi tuirekebishe hiyo, kuiandika upya actually ili kusudi iwasilishwe kwenye charity commissions. Nikisoma hapa tutalala leo. Kwa hiyo mimi nidhani mmeshaipitia, lakini nitagusia tu the main points. Utakuta ukiangalia ile objectives ambazo tunazo kwenye our organization. Na hiyo ni kitu kingine nitaka kutaja. Kwenye ile katiba yetu ya zamani kulikuwa na michanganyiko, kuna organization, kuna maneno mengi yalikuwa yanakuja charity na nini. Sasa hivi sasa tuna vitu viwili tofauti. The charity is just a philanthropic arm of the organization. Kwa hiyo sisi tuna fulfill the charity commissions na tutapeleka hii katiba. Na ukiangalia kwenye objectives kifungu namba 3, the charity objectives are, ziko mbili muhimu. Zile nyingine zote ambazo kama hapo mlikuwa mnazungumzia sijui insurance, mambo ya kufungua mambo ya investments na nini, hizo kwa kweli kwenye charity, kama kuna watu hapa ambao wana any charity organization, hizo hazitakiwi. They don't fulfill the charity requirements. Kwa ziko utakuta ni objectives mbili tu. Moja ni promoting and advancing the welfare and the general benefits of inhabitants living in the United Kingdom, in particular those of Tanzanian origin, in the areas of education, health and social welfare. Na ya pili ni empowering and building capacity for its members. Kwa utakuta kwamba hizi ziko mbili lakini zina encompass vitu vingi zaidi. Okay? Na ndio watu tumeweka hivyo ili kusudi charity commission wasituangushe. Membership, okay, number 5. Number 5, membership of the charity shall be open to individuals over the age of 18 years who are interested in furthering the work of the charity. Sasa kwa vile nyinyi wanachama hai tayari mlikuwa mnataka kuwe na charity, basi automatically nyinyi wanachama hai mtakuwa ni members wa charity. Okay? Na anybody corporate or incorporated association which is interested in furthering the charity work. That is 5.2. Kwa tunakaribisha na mashirika mengine vile vile ambayo wanataka kuendeleza zile objectives za charity. Na namba 3, the committee ya hiyo charity. Sasa hapa kuna vitu viwili jamani. Charity itakuwa na uongozi wake according to charity commissions. Sio akina Sangiwa ndio atakuwa tena ni mwenyekiti wa charity. Charity kutakuwa na mwenyekiti, kutakuwa na katibu, watakuwa na executive committee yao. Hao ni tofauti na wale viongozi wa the main organization. Okay? Kwa hiyo executive committee ya charity nayo itakuwa na ule uwezo wa kuweza kuterminate membership au kusuggest termination of membership. Kwa hiyo naomba mzisome, mvipitie kwa jinsi siwezi kusoma everything na wagusia tu zile the main important things. Okay? Kwa hiyo tukae tufikirie viongozi wa kuongoza charity. Hilo ni zoezi lingine. Kwa vile kamiti ambayo tulikuwa tunaandaa hii, tumekuwa kama ile kamati ya mpito mlikuwa mwaita mwaka jana. Kwa hiyo ni kamati tu ya mpito ili kusudi kuweka this thing in motion. Right? Kwa hiyo lazima tujue kwamba tuna kazi ya kuchagua viongozi wa charity. Na fedha zetu, accounts, namba 14. Okay? Sasa hapa tulimwona mhazini leo akitoa taarifa yake ya fedha ya mwaka. Charity commissions wana requirements zao tofauti. Pamoja na kwamba tutakuwa hapa mwisho wa mwaka charity itatupa report yake ya accounting records, lakini utakuta kwamba ile charity ina lazima ifuatilie mienendo inayotakiwa ya charity commission, could prepare the charity reports, mahesabu yake yawe audited separately na kuwakilisha in time to the charity commissions. Kwa hiyo sio kwamba tu inaishia hapa. Mkiwa kwenye organization mnaweza kuwa mmeanzisha investment programs zenu. Hizo sio charity. Hizo investment programs zenu kama itakuwa ni kampuni, mtakuwa answerable to charity to yeah, okay. Lakini hii ni tofauti, hii iko answerable to the charity commissions. Okay? Kwa hiyo itakuwa ni mambo ya fedha ni tofauti. Okay?
Okay, kwa hiyo hata account haitakuwa ni account ile ya organization, kutakuwa na account nyingi.